Karibu sana kwenye kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo, na kuletea mada inayosema mke anapochezea MB ya mwanaume anakazaje au kulegezaje mikono? Ukweli wenyewe ni kwamba kuna mambo mengi ambayo yanahitaji utaratibu. Uanzie wapi, ufikie wapi na ufanyeje? Sasa dada huyu aliyenitumia message fupi wakati baada ya kumtumia video alizokuwa ameoda, akasema kwa hiyo unapochezea MB yake mkononi unakaza au unalegeza? Je, ulimi unapokuwa unanyonya unakaza au unalegeza? Huyu ni dada ambaye amelipa shilingi 10,000 nikamtumia video karibia 50 za jinsi ya kumnogesha mwanaume kitandani. Alipoziona zile video akanitumia maswali haya. Sasa inashangaza sana kuona kwamba watu wanakwenda kwenye mahusiano ya kimapenzi kichwa tu bila kujua kwamba kila kitu kinahitaji utaratibu. Mwenyezi Mungu mwenyewe anafundisha kwamba utaratibu ni kitu cha msingi sana, ujue la kufanya katika kila eneo. Nikikupeleka kwenye kitabu cha Isaya sura ile ya 28 utaweza kuona jinsi gani kweli Mungu anahitaji watu ambao wanafahamu utaratibu, vitu vya kufanya. Sasa sikiliza maneno haya kutoka kitabu cha Isaya sura ya 28 mstari wa 23 hadi wa 26. Sikiliza maneno haya. Mungu anazungumza, anasema hivi: tegeni masikio, sikieni sauti yangu, sikilizeni mkasikie neno langu. Je, mwenye kulima analima siku zote daima, ili apande? Afunua daima madongoa ya nchi yake na kuyavunja? Akiisha kulainisha uso wa nchi yake, je, hamwagi huko na huko kunde na kutupatupa jira na kuitia ngano safu safu na shairi mahali pake palipochaguliwa na kusemesi karibu na safu na shairi mahali pake palipochaguliwa na kusemesi karibu na mipaka yake? Kwa maana Mungu wake amwagiza vizuri na kumfundisha. Mungu wake amwagiza vizuri na kumfundisha. Sasa hivi mtu anaanza kwanza, analima kwanza, anabondoa, analainisha udongo, alafu ndio anapanda mbegu kwa mistari, anafanya hivi. Kila kitu kinapaswa kwenda kwa utaratibu. Sasa mstari wa 26 anaposema kwa maana Mungu wake amwagiza vizuri na kumfundisha. Sasa ile kumwagiza vizuri, Biblia ya Kiingereza inasema hivi: His God teach him the right way. Yani anamfundisha njia sahihi ya kufanya. Hiyo Biblia ya Kiingereza New International Version inavyozungumza. Kwa hiyo kuna kila kitu kina right way, kuna njia nzuri za kufanya. Usifanye tu kwa sababu unafanya, utakosea alafu hutaambiwa kwamba umekosea, alafu ndio unakuta mwenzio anaanza kuchepuka. Sasa basi, kuna mada nilikuwa naiandaa lakini sijaikamilisha na sijui kama nitaweza kuikamilisha au kuileta hapa. Naona kama vile nawaboa, lakini nataka kuambia ni hivi: akili ya mwanamke inavyofanya kazi ni tofauti kabisa na mwanaume. Sasa profesa anayeitwa Nirao Shah mwaka 1998 amefanya utafiti juu ya akili za mwanaume na mwanamke, na akasema hivi, maneno yake na mnukuu, anasema nilitaka kufahamu jinsi mishipa ya fahamu inavyofanya kazi kati ya mwanaume na mwanamke na maamuzi wanayoyafanya kutokana na hisia wanazokutana nazo. Huyo ni profesa. Hii ni mwaka 1998. Anasema hivi, wanawake ubongo wao ulivyo, kuna sehemu ambayo inatofautiana ukubwa na ile ya mwanaume. Sehemu ya mwanamke inaitwa hippocampus, ni kubwa zaidi kuliko ya mwanaume. Hii eneo la hippocampus ni eneo la kuweka kumbukumbu la hisia ya matukio mbalimbali, ni kubwa kuliko ya mwanaume. Na eneo katika ubongo wa mwanaume ambalo ni kubwa linaitwa amygdala, ni kubwa kuliko la mwanamke. Sasa basi,
Amygdala kazi yake kubwa ni kuangalia vitu ambavyo vinatishia usalama au uhai wako. Ndio inahusiana na kitu kinaitwa fight, flight or freeze. Sawa? Yaani mtu akikutana na kitu, aidha akiona kwamba anakiweza kupambana nacho, apambane nacho. Akiona kwamba hawezi kupambana nacho, akimbie au ajifiche. Sawa? Hiyo ndio amygdala. Sasa katika tafiti ya huyu Profesa Nirao Shah anasema hivi, katika utafiti wake amegundua kwamba hata kwenye panya vile vile, hata kwa panya, panya wa kike na wanawake wanadamu, anasema hivi, hawa wanawake akili yao kutokana na iko pampas iliyokuwa kubwa, wakipewa safari ya kwenda kilomita 5, wao watakumbuka sana vitu ambavyo vinaweka alama kwa bwana, hapa ukipita njia hii utakutana na mti fulani, utakutana na jiwe fulani, utakutana na shimo fulani. Akili ya mwanamke itakumbuka sana hivyo. Sawa, sababu hippocampus yake ni kubwa, inaweka memory, ina kumbukumbu kubwa sana ya kukupa memory na vitu ambavyo vinawatisha. Vinawasisimua. Hiyo ni akili ya mwanamke. Lakini akili ya mwanaume atapewa kilomita zile 5. Yeye anachoangalia huu umbali wa kilomita 5 unatumia nguvu kiasi gani. Haangalii kama sijui kuna shimo, sijui kuna jiwe, yeye anaangalia nitatumia muda gani kutembea hizi kilomita 5. Ndio anachoangalia. Lakini mwanamke anaangalia alama ili sije akapotea. Wanawake wana watu ambao akili yao imeomba kutafuta usalama wa mtoto, usalama wa maisha, wanaangalia wao, wanapenda sana kuwa salama. Kwa hiyo akili yao ilivyoumbwa ni kwamba wanaweka alama, bwana hapa nikipita hivi. Ndio maana wanawake wanapata shida sana kuchagua mwanaume. Sema wanafikiri wanaume wote ni wako sawa tu. Wanaume wote wako sawa, wote sio waaminifu. Wameshaka wanaume wote sio waaminifu. Sasa basi, kutokana na hali kama hiyo basi, unapokuwa unafanya mapenzi na mwanaume imeingia mahali patamu sasa. Unapokuwa unafanya mapenzi na mwanaume, kuna vitu ambavyo mwanaume anataka ajue utaanzia wapi, utaishia wapi. Kwa hiyo atakuwa na matarajio kwamba kuna vitu fulani usipovifanya katika hiyo safari yako ya kumwandaa huyu mwanaume, atajua wewe hujui mapenzi ya kitandani. Sasa akishajua kwamba hujui mapenzi ya kitandani, maana yake anakuogopa. Ile amygdala, sehemu ile ubongo ambayo ni kubwa kuliko mwanamke, anakuogopa. Sasa utaona cho anakukwepa. Zamani alikuwa anafanya mapenzi na wewe kwa muda mrefu, lakini anapunguza. Unashangaa kwa nini? Sasa video inayokuja usikose. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, nakuletea video nyingine inayokuja. Mungu anataka wewe unapekua simu ya mwanaume wako, wewe unapekua simu ya mpenzi wako. Mungu ameagiza hivyo. Nitakuonyesha kwa maandiko. Sasa basi turudi kwa mada. Wewe kinazungumzia, unashangaa mwanaume hana interest na wewe. Sikiliza kesi hii fupi. Dokta, mimi ni mwanamke mwenye umri miaka 42. Ndoa yangu ina miaka 16. Watu wengi wanasifia ndoa yetu. Wanaonekana kwamba wananiambia tuna una bahati tumepata mwanaume mzuri, ana elimu, anajali na nini. Anasema anakuthamini. Lakini mimi kama mwanamke, kama mke wake, sijisikii kama kweli napendwa sana na huyu mwanaume. Sijisikii kabisa kwamba mimi ni mzuri. Sijisikii kama mimi nina thamani kwake. Sioni kama anafanya vitu kama hivyo. Haniambiaje kwamba ananipenda. Hanionyeshi kwamba ananithamini, hata kunipeti tukiwa tumekaa ni tekenye kidogo. Hivyo vitu hafanyi. Hata kunihagi anapata shida. Kunionyesha kwamba mimi mwili wangu anaupendelea. Hanionyeshi hata kunisugua kwenye mgongo. Hanionyeshi hata kunikisi kwenye paji la uso. Hanionyeshi. Dokta, sisikii kupendwa. Unaweza kuona. Sasa nachozungumza ni hivi. Mwanamke ambaye nimemtumia video ana umri wa miaka 55, mume wake ana miaka 62. Anasema, dokta, hizi video kumbe sio za tendo la ndoa peke yake. Zinasababisha unakuwa na hisia na mwenzio vibaya sana. Anasema mara nyingi najisikia napata hamu ya kutaka kumhagi mume wangu hadharani. Najisikia hamu ya kutaka kumhagi mume wangu hadharani. Anasema hizi video unazotuma, sawa tunafurahia tendo la ndoa sasa hivi, lakini nimejikuta kwamba imeongezea. Sasa kuna kichocheo ambacho kinahusika na hiyo kazi. Kinaitwa oxytocin. Sasa sio sikiliza. Lakini
tuje kwenye mada. Unapochezea MB ya mwanaume unabanaje mkono? Yaani ile dudu lake unapolichezea unabanaje mkono? Na hapa lazima uangalie, kuna mengine madudu mengine ni manene kama mwanamke mmoja kanitumia message kabla sijaingia hapa studio. Ngoja nikusomee message yake kwa sababu iko hapa. Anasema je, huyu mwanamke ndio nionyeshe kwamba kuna madudu mengine manene, mengine membamba. Ngoja nikusomee. Anasema hivi, asikiliza message hii. Dokta, mimi nilikuwa nimeolewa, ila tumeshaachana na yule mwanaume niliyekuwa naye. Alikuwa na maumbile makubwa sana sana. Nahitaji dawa ya kurudisha maumbile yangu, maana yametanuka. Napata changamoto nikiwa na wanaume wengine wapya tofauti na yeye. Hii message ambayo imeingia muda mfupi kabla sijaingia hapa, nimechat naye, nimemwambia dawa nayo ya kukaza uke. Sasa nataka kuzungumza hivi, kama kuna wanaume wengine wana uume ambao ni mnene, wengine mwembamba, wengine umepinda kama ndizi, wengine sasa uume wao una kichwa kikubwa, wengine uume wao una kichwa kidogo. Kwa hiyo kila mmoja hapo katika hao maumbile tofauti, kila kichwa cha uume kina utofauti yake, na maumbile yale ya uume, ile shaft yenyewe, ule mpini una tofauti yake, maumbile yake yanatofautiana. Kwa hiyo lazima ujue kwamba huyu anao huu unaanzaje. Sasa basi, napenda nizungumza hili kabla sijaendelea katika kuambia unaanzaje. Katika maisha ya mwanadamu kuna nguvu za aina mbili zinazowasukuma watu. Kuna nguvu ya kukwepa matatizo, mambo ambayo yatakuumiza, na kuna nguvu inayokusukuma kwenye mambo ambayo yanakupa utamu. Kwa hiyo kukutana vitu ambavyo vina utamu vizuri unavyopendelea, kuna nguvu inayokusukuma, inatokana na kitu kinaitwa dopamine. Sasa unapokutana vitu ambavyo huvipendelei, nguvu inayokusukuma, unaogopa kwamba vile unafikiri kama vile utakufa. Kwa hiyo kitu chochote kinachokusukuma kinaitwa cortisol, kinakusukuma ukimbie. Sasa kuna wanawake ambao wanakimbiwa kitandani. Mwanaume, sikose hiyo video inayosema kwamba mwanaume, Mungu amekupa anataka uone kwa simu ya mpenzi wako. Sikose hiyo video, ina mambo matamu sana. Sasa sikiliza. Unagusaje kichwa cha uume wa mwanaume? Na je, ule mstari unaozunguka kichwa unaitwa frenulum, na wenyewe una misho mingi ya mishipa ya fahamu. Na hata unapokuwa unanyonya uume wa mwanaume, vile vile kuna mahesabu yake, kuna pressure ambayo unapaswa uzitumie. Kwa hiyo basi, kwa mwanaume mwenye maumbile membamba, kwa mwanaume mwenye maumbile membamba, unaweza ukaanza kwa kutumia nguvu kidogo unapokuwa unabana, kuliko yule mwenye mwanaume mwenye maumbile manene. Mwenye maumbile manene ukianza na nguvu utasababisha apizi haraka. Sawa, utasababisha apizi haraka, kitu ambacho kibaya. Na anaweza, umeshasikia wanawake wengine wamepiziwa mdomoni, lakini walikuwa hawapendi wakati ananyonya. Wakati ananyonya sasa ameshika. Sasa ile pressure anayotumia kwenye kushika inasababisha mwanaume anapizi. Na anaweza kapizi. Sasa akikupizia mdomoni uwe tayari kumeza. Ukitema manake umemkataa. Hazina madhara zile mbegu, sawa? Hazina madhara. Kwa hiyo hilo nakupa kwamba unaruhusiwa kumeza zile mbegu, hazina madhara. Kwa hiyo lazima ujue unaanzia na pressure gani kwenye uume gani. Hilo ni jambo la msingi sana. Lakini lingine ambalo lipo ni jinsi gani wanaita kwenda, mkono wako unapaswa uwe unateremka kwenda hivi, sawa? Lazima hivi, sio tu kushika tu peke yake hivi, sawa? Kuna kuendesha mkono hivi vile vile, kuna mahesabu yake, haswa pale ambapo labda mwanaume amemaliza gozi la kwanza. Sasa unataka kumsaidia arudie raundi ya pili, ya tatu au ya nne. Kwa hiyo kushika kwa staili hii kuna mahesabu yake. Wale ambao nimewatumia video wameona hiyo, unaweza kumwona mwanamke anaposhika na kuchezea kwa staili kama hiyo. Kwa hiyo basi, unapoanza kwa mwanaume, awe ni mwenye dudu nene au jembamba. Kwa hiyo zingatia hayo mawili ambayo nimeyazungumza, lakini lingine ambalo unapaswa ulizingatia, spidi unayoitumia, kasi unayoitumia. Sawa?
Kwa hiyo ukienda kasi sana atapizi haraka. Kwa hiyo lazima ujue, lakini vile vile ili ninanyongeza ilikuwemo kwenye mada hii, ilikuwa niandae mada yake peke yake. Jitahidi wakati unafanya haya mambo unamwangalia kwenye macho huku unatabasamu. Sio unafanya kama vile umenuna umelazimishwa. Lazima utabasamu liwepo. Kama unachofanya hiki unafanya. Kwa hiyo unamsoma kwenye uso wake anapokeaje. Usifanye tu hivi kama kipofu. No. Mtaalamu mmoja akasema kwamba baada ya hapo, then a moderate grip like holding someone's hand. Anasema hivi, mara nyingi unapokuwa unaanza, fanya kama vile unavyosalimiana na mtu, unapeana mikono. Utumie nguvu kambana. Ndio unapokuwa unasalimiana, unapeana mikono. Utumie nguvu kambana. Unapoanza, unaanzia style kama hiyo. Ipime kwa style kama hiyo. Sasa basi, unapoona kwamba uume umesimama vizuri na unataka vile vile uwe unamnyonya vile vile, sawa. Lakini nazungumzia swala la kuchezea uume kutumia mikono. Kwa hiyo hilo la kunyonya litakuja baadaye kidogo. Kwa hiyo unapaswa ufahamu upo muhimu wa kumix speed, ya kubadilisha speed. Sio unaenda ta au polepole tu polepole mpaka mwisho. Kuna mahali ambapo unapaswa ubadilishe alafu unashusha. Unabadilisha speed, unaongeza alafu unapunguza. Hili mwenyewe lazima ujue. Sasa hapo unapaswa uone tabia kumwangalia usome anapokea unachokifanya. Ndio, kuna mahali ambapo inapaswa wakati hata kama ukiwa unakuwa unanyonya. Sawa? Sema slow and steady. Sasa kwa wajua Kiingereza hapo unajua na imewaacha. Slow and steady. Yaani unaenda polepole lakini ile speed yake inafanana. Sio unabadilisha tu speed huko huko. Kwa hiyo unaweza unapokwenda polepole, wewe unaenda polepole katika speed ambayo inafanana. Sio polepole alafu inaenda unavyoenda sha kama vile mwendo wa sari. Kila sekunde hiyo ndio inaitwa steady. Yaani haibadiliki, sekunde ni sekunde, dakika ina sekunde 60. Kwa hiyo siku zote hiyo ni steady, ni zikifika 60 ndio dakika imeisha. Kwa hiyo unapozungumzia steady ni hali kama hiyo, ni kwamba unaenda kwa speed inayofanana. Sawa? Kwa hiyo unapoamua sasa kwamba hapa nitumie nguvu kidogo. Sasa hapa nitumie nguvu kidogo. Tumia nguvu katika hali ambapo unaonyesha kwamba unajali huyu mtu usije ukamuumiza. Sasa kuna wanaume wengine ambao wanapenda sana wachezewe uume wao, kichwa kiwe kinasuguliwa sehemu ile ya chini ambayo inaitwa frenulum. Ile sehemu ya chini ina mishipa ya fahamu mingi zaidi. Sasa utakuta mwanaume anakushikia ili akugeuzie uguse maeneo yale. Ukiona mwanaume anakushikia uume wake ili uchezee, manake ameshakuona hujui. Kwa hiyo hicho ni kipengele ambacho unapaswa uangalie. Na vile vile engo ya kushikia. Sawa? Inaweza kuwa mingine imelala kwenye kitovu, inaweza kuwa imelala wapi, imelala. Kwa hiyo lazima uangalie engo, na vile vile ni ya muhimu, imelalia wapi. Au unataka kuichezea ikiwa inaelekea wapi, au imeelemea upande gani. Hayo yote vile ni mahesabu. Sasa upande wa kushoto una hisia nyingi kuliko upande wa kulia wa uume. Hata kwenye kisimi cha mwanamke ni hivyo hivyo. Upande wa kushoto wa kisimi una hisia nyingi kuliko upande wa kulia. Yaani vipokea hisia viko vingi upande ule. Waulize wanaume ambao wamekuwa wanajichua, atakwambia akitumia mkono wa kushoto anapata hisia haraka zaidi kuliko kutumia mkono wa kulia anapokuwa anajichua. Waulize wanaume wanaojichua, atakwambia. Hiyo nazungumza, hiyo ni sayansi, sikupi hadithi za paka na panya. Sawa? Hilo ni jambo la msingi sana. Lakini la mwisho kwa kumalizia, huyu mwanaume analalamika, anasema hivi, some girls, sikiliza, anasema hivi, some girls pull downwards on the dick too much. Anasema hivi, they pull downward too much. Sasa maana yake nini hapa? Maana yake ni hivi, unapokuwa unateremsha mkono wako chini, sawa, hakikisha unateremsha katika spidi ambayo inasababisha huyu mwanaume apate hisia. Jitahidi kwenda polepole na usitumie nguvu wakati unakamua kwenda chini. Kwa sababu huyu mwanaume ametahiriwa. Kama ana govi ni story nyingine. Huyu mwanaume ametahiriwa.
unapotumia nguvu sana kuvuta kwenda chini, unamuumiza. Unakuwa unavuta kile kichwa, unakivuta kije chini, inamuumiza mwanaume. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho unapaswa. Kwa hiyo unapokuwa unanyonya, unapokuwa unashika uume, lazima kuna mahesabu. Sasa hizo video ambazo ziko zaidi ya 50 kwa wanawake ambazo tunatumia, utaweza kumuona mwanamke anavyotumia staili mbalimbali kwenye kunyonya na hata kwenye kuchezea kwa kutumia mkono. Na vile vile kwenye hizo video kuna staili ya kumsaidia mwanaume apize. Uko hedhi na mwanaume anataka mchezo, lazima msaidie jinsi ya kumpizisha, bila yeye kuingilia. Wale ambao wanaona kuingiliwa na mwanaume na wakiwa hedhi ni dhambi. Kwa hiyo kuna mbinu ambazo unapokuwa hedhi, vitu gani vya kumfanyia. Na sio peke yake. Mwanamke unapokuwa umejifungua, unatakiwa usifanye mapenzi mpaka zipite wiki 6 ndio ufanye mapenzi. Kwa kipindi kile usimwache mwanaume akakaa hivi hivi. Tafuta, kuna mbinu kwenye hizo video za kufundisha vitu gani kufanyia huyu mwanaume ili asije akatafuta mchepuko nje. Akitafuta mchepuko nje, anajua kunyonya kuliko wewe. Baadaye utakuja utasikia ameshazaa nje. Sababu akinogewa nje, ndio maana nimekwambia usikose video inayokuja. Mungu anataka upekue simu ya mpenzi wako. Usikose hiyo video kwa sababu utakutana na vituko. Mwanamke kapekua simu ya mwanaume, alafu akakutana madudu, alafu mpaka nafikia hatua anatamani kwamba yeye angekuwa ule mchepuko. Mchepuko unavyopendwa. Mchepuko unavyopendwa, hadi kwenye zile message alipozikuta ile mchepuko unapenda mpaka yeye ndiye mke wake mwenyewe. Anasema natamani kama mimi ndio ningekuwa ule mchepuko. Hadi mwanamke anavyoonyesha mchepuko unavyoonyesha mapenzi. Hiyo story inakuja kwenye video inakuja. Kwa hiyo kama unaangalia video kwa mara ya kwanza, jisajili. Maelekezo ya jinsi kupata hizo video ambazo nazungumzia na kuwekea hapo chini. Na namba zangu za simu na kuwekea hapo chini. Bye bye.